Yes, of course bana, kama kawaida, leo ni Smith Gang Insta Vibe na washikaji wametokea kwa ajili ya kuweza kuperform kama ambavyo tuliweza kupewa maelekezo mwanzoni kabisa kwamba kutoka kuna A-list ya wasanii ambao wataperform leo katika hii show, na mmoja wao ni Bunny Vibe. Kama kawa amekuwa hajawahi kuacha kabisa matukio kama haya ambayo yanakutanisha wasanii mbalimbali. Sasa kwanza Bunny Vibe, kwa ongera kwa show kali mzee. Shukrani sana blaza. Kwa upande wako kile kitu ambacho ulikuwa umekitarajia au umekitegemea kimetokea kwa asilimia ngapi kwenye show leo? Of course nashukuru sana, kile kitu ambacho nilikuwa nimekitarajia kimetokea kwa asilimia 100 kabisa. Yeah. Kwa nashukuru sana mashabiki zangu ambao wamekuja kusupport, na nashukuru pia waandaaji wa tamasha. Watu wamefurika na nilitegemea watu watafurika na tutatoa burudani. Of course watu wameenjoy. Sio mwenyewe ndugu yangu umeona. Yeah, moja kati ya watu ambao hawajawahi kuacha kabisa matukio yote ambayo yanakuwa yana happen Iringa, wewe ni mmoja wao. Tuambie tena kitu gani ambacho unakionaga zaidi kwenye haya matamasha, kwa sababu sijawahi kuona unakosa hata tamasha moja mzee wangu. Kitu gani cha ziada ambacho unakiona kwenye hizi harakati? Mimi huwa naamini ndugu zangu, mziki haukui kwa kuwa tu kwa kwenda studio kwa kutoa ngoma kwenye platform kwenye nini. Hapana. Mziki pia unakuwa au watu wanakuona kupitia kwenye haya matamasha. Tunaona kuna baadhi ya wasanii wametokea kwenye matamasha kama, ndio maana mimi wana kila tamasha huwa najitahidi kuwepo, kwa sababu unapokuwa unakuja kwenye matamasha unapata mashabiki wapya, kwa sababu kuna mashabiki wanakuja hapo watavutiwa na kile kitu ambacho umewakiwasilisha pale. Kwao wakishatoka hapo wataendelea kufuatilia, utakuwa sasa ni shabiki yao. Kwa hiyo mimi huwa najitahidi sana kila tamasha nisikose, kutokana na the way ambavyo huwa yani natengeneza mazingira, yani nisiwe msanii tu wa kutoa ngoma basi, hapana. Niwe tu ni msanii pia wa watu wote, yani kwa mtu wale wa kupenda kwenda kwenye klabu wanione, wa kupenda kuangalia TikTok, Instagram, Facebook pia wanione hivyo tu yani. Na kitu gani ambacho huwa unakiongeza zaidi kwenye muziki wako kila siku ambavyo siku zinakuwa zinasogea? Kitu gani ambacho huwa unakiongeza kuongeza kwamba mimi Bunny Vibe wa leo na Bunny Vibe tofauti kabisa na wakesho? Huwa naongeza ni the way ambavyo kulikonka jukwaa. Unajua jukwaa huwezi, yani ukiangalia mimi toka nimeanza kupanda majukwani kila siku kuna vitu nabadilisha. The way ambavyo naingia stage, this time tumekuwa tuna ulinzi kama ambavyo unaona. Kwa hiyo hii yote sio kama tunaigiza, hapana. Huu kweli ni ulinzi kweli. Tunajua sana ndugu zangu, sasa hivi kuna wale wazee wanani wale, kwa hiyo hamna mtu kunishika. Zinaibiwa sana. Zinaibiwa sana. Zinafyoka sana. Kwa hiyo tunajitahidi sana kutembea na ulinzi ili mazingira angalau yawe sawa. Kwa hiyo nashukuru na the way days nazidi kwenda, tunazidi kujulikana, tunazidi kukonka majukwaa kama hivi. Unajua ukiwa kuna kitu unakionyesha cha tofauti, hata yule mtazamaji, yule audience sasa anakuwa anavutiwa nawe, hata kama yani hutamridhisha kwa namna ya ngoma zako, lakini the way ambavyo umeingia jukwani na crew yako nzima, unaona huyu mtu kuna kitu anacho, kwa mtu unampa ile attention mtu kukuangalia, hata kama hatovutiwa, lakini kuna kitu anaweza kama amevutiwa kutoka kwako. Mwisho wa siku shangaa kukufuatilia, ngoja mwamba nimfuatilie. Okay, na moja kati ya washikaji ambao wamepewa shaft sasa hivi na wanafanya vizuri, wameshapewa airtime kubwa, ni mshikaji wako pengine Akile Kusini. Niliona siku moja unasema wewe mshikaji, wewe Iringa sasa imekuwa kama inakusikiliza sana, Iringa sasa imeweza kuitika. Wewe amekuwa ni mshikaji wako, niambie sasa kitu gani ambacho wewe umejifunza kwenye hili ambalo limetokea? Unajua wanasema kwamba kitu ambacho kikitokea kwa mtu wako wa karibu ndio unakuwa unaamini zaidi. Kitu gani wewe umejifunza baada ya kile Kuslav, kwa maana ya kwamba huko ameshapiga hatua fulani na mshikaji wako? Kitu gani ambacho umekiongeza zaidi? Mimi nilichokiongeza zaidi hapo ni kwamba mziki upo na inawezekana, kwa hiyo tusikate tamaa. Kuslav ni moja kati ya washikaji ambao mimi nimeishi nao, yani since day one nakutana naye. Nakumbuka first time nakutana naye studio, tunarekodi ngoma ya Taisha. Yani sizungumzi uongo, ila mshikaji atujuani, lakini alinisupport sana kwenye ile ngoma, kwenye kuandika, kwenye kufanya ni kukushauriana ngoma gani. Ndio maana moja kati ya ngoma ambao mimi mpaka leo ninaona nina deni ni ngoma moja ya Taisha, nina deni, lakini deni hilo limekuja kutokana na support ambayo alinipa my brother. Kwa hiyo kutokea pale ile siku tukaendelea kupeana support. Kwa hiyo nachofurahi kwamba moja kati ya washikaji wa jirani ambao tulikuwa nao, tunaishi nao mtaani, tunapiga nao story fresh, katoboa yuko amepiga hatua sehemu moja. Kwa hiyo tunaamini kwamba mimi mwenyewe one day, yes, kutokana na the way ambavyo tunaona, kwa hiyo yawezekana ikawa ni moja kati ya njia ya wengine sisi kupita. Lakini sasa sisi tunapambana kuangalia angalau jamaa alipofikia
tuweze kumtumia vizuri pia tusifanye pita. Of course tunashukuru this time tunazungumza Kuslavu anasikika, Tanzania nzima inamfahamu, lakini watu ukiwaambia kwamba mshikaji the way ambavyo tulikuwa tunaishi naye huko anaweza kaisi kama ongela ukakataa bwana, hamna, huyo sio mshikaji. Lakini ndio hivyo, sisi tuna ngoma ambayo yani amenisaidia sana kwenye ngoma yangu ya Taisha, of course zaidi ya 40%. Kwa hiyo tukisema kwamba ya Taisha kuna mkono wa Kuslavu Kuslavu zaidi ya 40%. Yeye mwenyewe hata akisikia interview ataona zaidi ya 40% mkono wa Kuslavu kaandika, ni sio kwamba ndio kaandika na katoa ushauri namna gani ya kufanya, namna gani ya kuweza kutengeneza hizi big shout sana. Lakini pia unapo na ulinzi mkubwa sana mzee wangu, kama ambavyo uliniambia kwamba sasa hivi hali imekuwa ni mbaya, tunaibiana sana. Niambia sasa crew nzima hii na the way ambavyo mara ya kwanza sikukuona na mlinzi, kitu gani ambacho umekiamua ukiona sasa, ukiachilia masuala ambayo yametokea siku za hivi karibuni, kitu gani ulikiona cha zaidi ambao kama wao tuongeze ulinzi sasa? Msanii of course, msanii lazima awe na ulinzi. Mimi ni msanii, kwa hiyo ulinzi ni lazima. Kwa hiyo usishangae kina Mondi ukiangalia kwenye ile list ya wasanii wa Iringa, msanii pekee mwenye ulinzi ni peke yangu. Kuslavu mwenyewe ana ulinzi. Wewe ni msanii pekee kutoka Iringa mwenye ulinzi. Mwenye ulinzi, mwenye bodyguard. Kama yupo au amtaji, wanaambia nani mwenye bodyguard. Kwa hiyo mimi peke yangu mwenye bodyguard. Kwa hiyo ukitoa Mondi inafuata mimi nadhani. Kwa hiyo mlinzi anapokea shilingi ngapi? Mikataba ipo. Ukitaka kufuata muulize, mpate na nili meneja atakwambia. Mikataba ipo. Nipo tena crew hapa ambaye upo nao kila siku, mshikaje kusogea ndio story kama kawaida. Wakumbushe jina lako mzee, unaitwa nani? Young Town hapa. Young Town au sio? Ni dancer. Wakiki. Mara ya mwisho nakumbuka mlifanya show Iringa, by the way. Mlalamika mkasema wewe time haitoshi, tumebaniwa sana. Leo vipi? Kiukweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulichokipanga tumekifanya pale kwa 100% nahisi hivyo. Ila nahisi tuongeze tu juhudi. Si unajua? Maana tunaona wapinzani na wenyewe sio hivyo, sio kinyonga. Ulinzi huu ni wa huyu tu au wa kwenu wote? Huu hapa wote huu, si unajua. Ulinzi wa wote wa crew nzima. Hapa yani mtu mkipishana tu kidogo unaangalia mazaga. Haya. Pia mshikaji wangu pia yupo. Sogea mwanangu tuweze kula story. Waambie jina lako mzee. Kwa majina anaitwa Gift. By the way kama kawaida. Na tamu nilalika sana wanangu, muda utoshi, ametubania na nini. Sasa hivi vipi? Sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ana bless. Kwa sababu ukiangalia na nilia mara kwanza vile walikuwa wanaona kama tunafanya vitu sio vikubwa sana vya kawaida. Kwa baada ya kuona show zetu za kwanza za pili na kuendelea, wanaona tunazidi kukua. Kwa tuzungumzie zoea mambo, mko na Bani Vibe, zoea mambo mpo kwenye familia, mnajiona wapi nyinyi kama watu wa karibu kwenye hatua za kuweza kupiga muziki? Mnapiga kwenye hatua yani kama asilimia, mnajiona kwenye asilimia ngapi kwenye kufika zaidi ambako tunakutaka? Asilimia ni kubwa kwa sababu kazi tunafanya. Wewe mwenyewe mnaona kazi tunafanya. Inshallah Mwenyezi Mungu akibless mtatoona mbele. Sasa siku moja ukaanza kwamba jamaa ndo ameshatoboa na nini, kuna umefika muda sasa ibidi aende Dar es Salaam na nini, aende Dar akawaacha, itakuwaje? Yani itakuwaje? Mtamfuata nyuma au mtamwachia Mungu? Mna kweli unavyomjua Bani Vibes venye tumeishi naye tumetoka, hawezi kutukataa. Watu wanabadilika, kuna watu wanasemaga sisi WCB for life, leo wanalalamika sana. Hiyo ilikuwa ni kwenye ila kwa mwanetu haiwezekani. Haiwezekani yani kuvunja mikataba na kuweza kusema bwana, kwanza huko unajua mkishaanza kuchomoa kuna siri zinavunjika, ulikuwa utulipi, tulikuwa tunakusaidia tu nini na nini, hazizo kutokea hizo. Sasa hii inaweza katokea, hayo ni maneno tu, lakini tunajua kila mtu na venye mmeishi naye. Nataiana venye mmeishi naye. Ndio sana. Mlinzi anaweza kuzungumza. Mlinzi yupo kwenye kazi moja nzito sana, kwa kwamba Bani Vibe family na kapoa na masuala mazima kuweza kuibiana yale hayatokei kabisa. Mimi niwape big pongezi kubwa sana washikaji kuweza kutokea siku ya leo. Imekuwa kila siku imekotokea matukio yote ambayo yanakuwa yanahusisha muziki kutokea Iringa. Wewe ni mwendelezo kuanzia leo, kesho na kila siku ambapo tunakuwa tunakutana kwenye matukio kama haya. Bwana, hapa ni Chris Media 24 na mimi naitwa Chris JR. Hi.